Taarifa ya dharura kutoka kwa jeshi la polisi kumuhusu Humphrey Polepole yashtua. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Jeshi la polisi nchini Tanzania limeeleza kuwa bado linaendelea kumsubiri aliyekuwa mbunge na kada wa Chama cha Mapinduzi Humphrey Polepole kufika katika ofisi ya mkurugenzi upelelezi wa makosa ya jinai DCI jijini Dodoma kwa ajili ya kutoa maelezo kuhusu tuhuma mbalimbali ambazo amekuwa akizitoa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa leo tarehe 6 Oktoba mwaka huu kutoka kwa makao makuu ya polisi Dodoma, Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa taratibu za kisheria, lakini hadi sasa hajajitokeza kufuata maelekezo yaliyotolewa. Jeshi la polisi limesema hatua hiyo ni sehemu ya mchakato wa kawaida wa uchunguzi ambapo mtu yeyote anahitajika na vyombo vya dola anatakiwa kushirikiana kwa kufika mbele ya mamlaka husika ili kutoa maelezo kuhusu yanayohusiana na madai hayo au tuhuma zinazomkabili. Na katika taarifa hiyo, jeshi la polisi limekanusha vikali uvumi ulioenezwa mitandaoni kwamba Humphrey Polepole ametekwa. Lilisema limeanza kufuatilia kwa kina taarifa hizo ili kubaini ukweli wake. Hata hivyo, limewataka wananchi kuwa watulivu na kusubiri maelezo sahihi kutoka kwa mamlaka husika badala ya kusambaza habari zisizothibitishwa. Na taarifa hizo zimeibuka wakati ambapo mitandao ya kijamii imefurika mijadala na tetesi kuhusu kutoweka kwa Polepole, huku baadhi ya watumiaji wakidai kuwa alitekwa nyara na watu wasiojulikana. Jeshi la polisi limeweka wazi kwamba hakuna taarifa yoyote rasmi iliyothibitisha madai hayo na kwamba uchunguzi unaendelea ili kubaini ukweli wa mambo. Na kufikia sasa haijafahamika ni lini hasa Polepole ataripoti kwa maafisa wa upelelezi kama alivyoagizwa. Hata hivyo, polisi amesisitiza kwamba wataendelea kufuata utaratibu wa kisheria ili kuhakikisha kwamba anajibu tuhuma zinazohusiana na matamshi aliyoyatoa hadharani kupitia majukwaa ya kidijitali. Na katika taarifa yake, jeshi hilo limesisitiza kwamba wito huo hauhusiani na masuala ya kisiasa bali ni hatua ya kawaida ya uchunguzi dhidi ya mtu anayehusishwa na madai yanayohitaji ufafanuzi wa kisheria. Lilitaka umma kuepuka kueneza uvumi unaoweza kuathiri utulivu na amani ya nchi, likiwataka wananchi kutegemea taarifa rasmi pekee kutoka kwa vyombo vinavyohusika. Na tukio hili limeibua hisia kali miongoni mwa Watanzania, hususan katika nyanja za kisiasa na mitandao ya kijamii. Wengi wanafuatilia kwa karibu kuona kama Polepole, ambaye aliwahi kuwa msemaji hodari wa chama tawala na mchungaji mkubwa ama mchangiaji mkubwa wa hoja mtandaoni, atajitokeza kufuata ama kuhusu wito huo au la. Na kwa sasa macho ya taifa yameelekezwa jijini Dodoma, huku jeshi la polisi likiendelea na taratibu za kisheria kuhakikisha kwamba ukweli kuhusu sakata hili unapatikana na kwamba sheria inachukua mkondo wake ipasavyo. Hii ni Kenyascope, chanzo chako bora cha habari za kina, siasa na matukio yanayotikisa ukanda wa Afrika Mashariki. Endelea kufuatilia matoleo yetu kila siku kwa taarifa sahihi na za kuaminika na zenye uzito wa kitaifa.